Unachofeed kwa mtoto ndicho ambacho atakuwa. Usimlaumu mtoto ana tabia mbaya. Anaona na anajifunza kutoka kwa wazazi na kwa watu wake wa karibu. So, namna ya kuingiza upendo kutoka kwako kwenda kwa yule mtoto yatima, kutoka kwa mtoto wako kwenda kwa mtoto yatima ni namna ambavyo wewe unamtreat kwanza yule mtoto. Nipo na mwenzangu hapa anaitwa Mr. Modo. Karibu Mr. Modo. Asante. Mambo. Poa mziki? Shwari. Okay. Kusikia leo tuko hapa Chakwama, tumekutana wote hapa na hii imetukutanisha hapa kwa ajili ya ndugu zetu, wadogo zetu, watoto wetu, orphans. Je, unafikiria nini ama unawaza nini kama watu kwenye jamii waweze kupata vitu namna fulani 1 2 3? Kwanza kabisa nashukuru kwa nafasi, lakini pia unajua yatima na watu ambao wana mahitaji maalum ni sehemu ya maisha yetu tunaishi, kama ambavyo vitabu vya dini vinasisitiza, kama ambavyo hata matendo tu ya kiutu yanasisitiza kwamba inabidi tuwajali watu ambao wana uhitaji. So kitendo cha kufika hapa leo kwangu mimi kwanza ni kitu kikubwa sana. Ni package, miongoni mwa package kwenye sadaka ambazo mimi huwa fulani. Kuna sadaka ambayo naenda kumpa mtu direct, lakini kuna sadaka ambayo natoa huduma ya kwenda kuwatembelea watu yatima, kwenda mahospitalini, kwenda kwa watu ambao wana mahitaji maalum wako majumbani kwao. Unaelewa? Kwa hiyo hii ni part of the package ya matendo ya huruma, ni part of the package ya sadaka kwa upande wangu, lakini pia ni part of the package ya sadaka kwa watu wengine. Na ndio maana unaona tumejiorganize, tumeweza kukutana hapa kwa ajili ya kuweza pia kutambua mchango au kutambua uwepo wa watu yatima pamoja na watu ambao wana mahitaji maalum. Okay, sawa. Je, unaweza ukaniambia utamshauri nini yule Mtanzania ambaye anakuambia kwa nini niende kituo cha watoto yatima kuonana nao wakati hali kwetu baina ya ndugu zangu wapo ambao wana uhitaji? Kwanza ni jambo zuri kwa sababu wanasema sadaka nzuri huwa inaanzia nyumbani. Kwa kabla hujatoka nje lazima make sure pia wako kuko vizuri, mahitaji yako vizuri. Hata kama sio vizuri sana, lakini at least ukitoka nje kusifanane na kwako, at least kwako kuko vizuri. Lakini kutoa sadaka ya moja kwa moja ambayo unaiona inafika kwa mlengwa ni kitu kizuri zaidi. Unajua sadaka kuja kumuona watoto yatima ina sound heavy kwa sababu unakwenda kukutana na mwenye mahitaji maalum. Tofauti labda na sadaka ambayo unatoa msikitini au kanisani. Sisemi kwamba usitoe sadaka msikitini au kanisani, but at least ukimpa mhitaji maalum moja kwa moja, unaona value ya kile ambacho umekitoa na unaona kinapoelekea na unaona tatizo ambayo imesolve hiyo sadaka yako. So kwa mtu ambaye anawaza kwa nini niende kwa watoto yatima wakati kwetu kuna watu wanahitaji, yes, yuko sahihi kwa sababu sadaka lazima ianzie nyumbani kwanza, alafu ndo uende extra mile. Kwa hiyo unaweza kuanza nyumbani ku make sure vitu viko sawa, lakini pia haimaanishi kwamba kuja kwa watoto yatima kwamba kila kitu kwako kiko sawa. Kwako vitu vinaweza visiwe sawa, lakini pia kuna ambao wana uhitaji zaidi ya ule uhitaji ambao uko nao. So unaangalia ambao unahitaji zaidi kuliko wale ambao wana uhitaji ambao ni less. Okay, sawa. Na je, vipi utawashauri nini Watanzania wanaosema tunaweza tukaenda tukawasaidia watoto yatima? Kuna wale ambao wanaleta sadaka mbalimbali, nafaka, vitu, sabuni na maradhi, kaza moja hapa na pale. Je, utaambia nini wale wanaokuambia kwamba mimi naweza nikamchukua orphan mmoja nikakaa naye afu kumbe nitakuwa nafuga mwizi kwa sababu amelelewa kituo cha watoto yatima, hana wazazi, no one person ambaye atakayeweza kumguide kujua hapa na pale? Unamshauri nini ili aweze kuamini kwamba sio kila mtoto yatima aliyokuwa pale ni bad person? Unajua hiyo ni miongoni mwa mentality ambao watu wengi wako nayo, kwamba kwanza inaanzia kwa watoto wa mitaani. Kama mtu anaamini mtoto wa mitaani tayari kashakuwa muhuni. Lakini uhuni au ubaya ni tabia ya mtu, wala haitokani na mazingira yake, wala haitokani na yeye kuwa yatima, haitokani yeye kuwa na uhitaji maalum. So swala la kumchukua mtoto na kumraise at home ni nzuri kwa sababu pia unapunguza gharama na unapunguza jopo la wahitaji wengi sana kwenye vituo vya watoto yatima, na pia unatengeneza nafasi kwa watoto yatima wengine ambao hawajapata nafasi kupata nafasi kwenye hivyo vituo. So kwa Mtanzania au mtu ambaye ana uwezo wa kumchukua yatima akiwa ni mdogo akaanza kumlea ni jambo zuri zaidi kwa sababu pia linapunguza gharama, linaongeza nafasi kwa watu wengine ambao wana uhitaji. Lakini pia malezi ya nyumbani na malezi ya kwenye vituo vya watoto yatima yanakuwa tofauti kwa sababu
Ukimchukua nyumbani unamlea kama mtoto wako, anapata mapenzi ya wazazi, either kama uko baba na mama au uko mama peke yako, baba peke yako, anapata ile love ya mzazi hata kama sio mzazi halisi. Tofauti na kwenye vituo, anapata ile general love ya wazazi. Treatment ambayo anaipata akiwa kwenye kituo cha yatima tofauti na ambayo anapata akiwa yuko nyumbani, kwa sababu huko wanakuwa wako wengi, so hata mgawanyo wa upendo hauwi sawa sawa na mgawanyo wa upendo ukiwa na baba na mama au kwenye familia ndogo. So it's good kumchukua mtoto ukamlea akiwa nyumbani. Hata ukichukua wawili watatu is well and good, ukimwadapt akiwa mdogo zaidi, kwa sababu kwenye vituo vya yatima kuna watoto wadogo sana, kuna wengine wana miezi. So unaweza kumchukua mtoto hata miezi miwili, wengine mwezi mmoja ametupwa, ameokotwa na saidi. So unaweza kumadapt akiwa mdogo, ukamlea akawa ni wa kwako. Kidogo unatengeneza nafasi pia ya kupata malezi ya wazazi kwa ule mtoto. Okay, sawa, nimekuelewa. Naomba nikuulize swali. Je, wewe unaweza ukachukua orphan mmoja ukakaa naye na ukamtreat as kama mdogo wako, ama kama akiwa ni mdogo kama mtoto wako, pasipo na kumnyanyasa, ama anaweza kakosea kidogo, usimchukulia ile ukali kwamba sio damu yangu, kamtreat kama watu wengine unavyoishi nao karibu kwako? Mimi na mtoto kwanza, so na maana once nikimchukua mtoto kwanza naweza, lakini bado nadhani muda haujafika wa kufanya hivyo. Lakini nikichukua the same treatment ambayo nampa mtoto wangu ndio treatment ambayo nitampa yeye, kwa sababu unapoonyesha utofauti wowote, is either kwa mfano baba amekosea, mtoto ambaye umemadopt amekosea, ukasema kwa sababu nimemadopt ni yatima na nini nisimfokee sana, atajisikia vibaya. Unafanya makosa, kwa sababu haumpe anachostahili. Yeye anastahili kufokewa, kuadhibiwa pale ambapo anakosea, na kusifiwa na kupongezwa pale ambapo anafanya vizuri. Kwa hiyo ukimpa treatment harsh sana comparing to mtoto wako unakosea, na ukimpa treatment ya kumlea kimayai zaidi na mtoto wako pia unakosea. So lazima ubalance. Chenye ambacho unampa mtoto wako ndivyo ambavyo unatakiwa utreat huyo mwingine. Kama ni kuchapa unachapa wote wamekosea, kama ni kuwapongeza unapongeza wote, as long as umeamua kweli kumchukua na kumlea kama mtoto wako. Je, utamuingizaje huyo mtoto yatima uliomleta nyumbani kwako awe na ukaribu mzuri na yule mwanao? Anaweza ukawa unamtreat vizuri ukiwepo, ukiondoka na ufanyia visa like simpendi kwa sababu amechukuliwa huko. Unajua tena kiza watoto. Unajua mtoto, wanasema mtoto mdogo ubongo wake ni kama flash au memory card. Unavyonunua ina GB 8 maybe, iko empty. Unachokifeed kwenye ile memory card ndicho ambacho ndo ambacho kitakuwa kinaishi kwake. Sema kwa mtoto pia, unachofeed kwa mtoto ndicho ambacho atakuwa. Usimlaumu mtoto ana tabia mbaya, anaona na anajifunza kutoka kwa wazazi na kwa watu wake wa karibu. So namna ya kuingiza upendo kutoka kwako kwenda kwa yule mtoto yatima, kutoka kwa mtoto wako kwenda kwa mtoto yatima, ni namna ambavyo wewe unamtreat kwanza yule mtoto. Kama unamtreat vizuri, mtoto wako pia naye anaona, anaangalia, sema okay, hivi ndivyo ambavyo inatakiwa iwe. So naye ana adopt, hata kama atakuwa haelewi mwanzo, lakini itakuja muda ataelewa na ata adopt. Kama mtoto wako anaona unamtreat mtoto vibaya, ina stick kwenye mind yake, anaona hivi ndivyo ambavyo anatakiwa kuwa treated. So nadhani inaanza kwako wewe mwenyewe. Unaweza usimwambie mtoto wako kwamba bwana mtreat huyu hivi, unaweza usimwambie, lakini kupitia vitendo vyako vikawa vinazungumza kwamba okay, kumbe hivi ndivyo ambavyo inatakiwa iwe. So inaanzia kwako wewe kama mzazi au kama mlezi. Okay, Mr. Modo, kwa upeo wangu mimi na uono wangu mimi na ninavyofikiria ya kwamba hapa sio kila mtoto yatima aliyokuepo hapa anayejisikia vizuri kuona watu wanatoka nje wanakuja ndani kutoa vitu. Sio kila yule mtu anaakilia kufikiria wanatusaidia na wamekubaliana na ile hali. Mwingine anakuwa anajisikia vibaya, kwa nini mimi nisingekuwa ndo wale na kuja kuwaona? Unajua sio kila mtu ataipokea ile hali. Mimi kila siku nakuja naona ndio mwingine yule ambaye anatoroka, ngoja nikatafuta mambo yangu ili niepuke. Anaona kuna muda kama hii nini fedha fulani hivi, utaongea aje nao watoto? Kwanza kabisa wajue kwamba wote ambao wanakuja kwenye vituo vya yatima, sio wote, lakini sisemi wote kwa sababu sijui kilichopo kwenye nafsi ya mtu, lakini naamini asilimia kubwa wanaokuja kwenye vituo vya yatima wanakuja na good intention ya kuwapa moyo, kuwafariji na kuonyesha kwamba you guys you are part of society, ni nyinyi ni part ya maisha yetu, ndio nakuja. Ijapokuwa as you said, sio kila mtu ataichukua hiyo kama ni
ni treatment nzuri, au mwingine atachukua kama ni faraja, au mwingine anaweza kuona hawa wana uwezo, wanakuja huku ni kama wanakuja kutuchora. Unajua tunatofautiana kimentality, mwingine anaweza kuichukua hivyo. So ambacho naweza kumwambia ni kwamba chochote ambacho chochote, hata tuji kutembelea, chochote ambacho kinatokea kwenye maisha yake, ukikitake positively, inakupunguzia manunguniko, inakupunguzia kujisikia vibaya. So wakija watu wote, either wana good intention, wana bad intention, ila ukichukulia in a positive kwamba wamekuja kwa ajili ya kutufariji, inakupunguzia maumivu. Tofauti na ukiweka ile negative mentality kwamba mbona anakuja kuchora. Hata kama mtu anakuja na good intention, pia bado utafeel kwamba mbona kama anakuja kuchora. So itakukosesha raha, itakukosesha amani, na yet inabidi ukue, uanzishe na maisha, kwa sababu hapa kwenye hivi vituo wanaokuwa wanapata nafasi ya kwenda kujitegemea, wanaanzisha biashara. Unaelewa? So na maana ukiwa na negative mentality unajizuia wewe kufanikiwa na kumove on na maisha yako pia. Kwenye siku ya leo kipi kilichokuwa moyoni mwako ulipofika hapa? The way unavyoona watoto wanavyoishi, mazingira yao unaonaje uliyokuta, the person wanaowa guide kwenye hiki kituo? I hope unakuwa umesha survey kwa kiasi fulani kwa huu muda mchache ulioingia hapa. Sijazunguka sana, lakini kwa kitu ambacho nimeobserve in a very short time, nimeobserve upendo. Kwa sababu hata unaona wakati tunafanya interview kuna dogo alikuwa anataka kuja kuintervene kwenye interview kwa sababu anaifeel ile love, atamani na kuwa part of the interview na vitu kama. Lakini pia naona guiders namna ambavyo wana treat watoto, it's a family thing, yani kama ambavyo unakuwa treated mkiwa nyumbani. Muda chakula umefika, shweni sana zenu, mnaenda pale mnakaa. Hiyo nimeifeel. So nimefeel upendo, lakini pia imenipa inani encourage zaidi na mimi kudumisha hii tamaduni like every day, every week, kila ambapo unapata nafasi kutembelea huko, kwa sababu pia inakukumbusha kwamba kuna aina ya maisha mengine ambayo labda wewe hauishi, ila unatakiwa uyajue. Unajua unapokuwa unaishi kwenye raha tu kila siku, unasahau kama kuna watu wanapitia changamoto. So pia mimi inanipa picture ya kwamba I should be kwenye sehemu kama hizi every week, every month, ili pia iweze kunikumbusha kwamba watoto wako wanaweza kuja kupitia hali kama hii pia. So lazima wajiandae, uwaandae, au pia hata watoto ambao unaona ni watoto wa wazazi wengine ambao pia walishindwa kuwalea au walifariki au chochote ambacho kimetokea. So ni ukumbusho pia. Swali la mwisho, unawezaje kumshauri yule binti ambaye sasa hivi kumekuwa kuna mimba za utotoni nyingi? Makuta mtoto mdogo amepata mimba, yuko chuo, let's say anakaa hostel, wazazi wake wanajua anasoma, amepata mimba, ameamua kuilea, then baada ya kujifungua, ile stage ya kujifungua akamchukua mtoto akamtelekeza, ama anamchukua mtoto anaenda anamwacha nje ya mlango wa kituo cha watoto yatima, au anampeleka anamwambia nimemuokota, yeye anaendelea mapema. Unamshauri nini binti wa hivi? Kwanza kabisa serikali inahusia kila siku sana na mimba za utotoni, si unaelewa, na ndoa za utotoni. Kwanza she should avoid it kwanza. Lakini sometimes mistake happen. Unajua si ni binadamu, inatokea ame fall in love na mtu hivyo. So kwanza kabisa ikitokea ndo hivyo, usitoe mimba kwanza, kwa sababu you never know ndo mtoto huyo mmoja umepangiwa, au pia you never know utapata madhara gani mara baada ya kutoa, lakini pia ni dhambi. Lakini ikitokea umeshazaa, umejifungua vizuri salama, find a way. Kama sio wazazi, kama sio wenyewe, kama sio huyu ambaye umebahatika naye kupata mtoto, find a way ya kuweza raise huyo mtoto. Kuna watoto wamekuwa mpaka sasa ni wakubwa, lakini wamekuwa katika mazingira ambayo wazazi hawana msaada kutoka kwa mtu yoyote, lakini wamekuwa. At the end of the day pia tunaamini kila mtoto anakuja na baraka yake, unajua na riski yake pia anakuja nayo. So anapokuja atakula, atasurvive, atakunywa, ataishi. As long as amepangiwa ataishi miaka mingapi, atakuwa. Wewe unachotakiwa kufanya tu ni kupambana ku make easy kwa hiyo riski kupatikana, lakini riski yake tayari ipo. Ikishindikana kabisa, kuliko kumtupa, kumtelekeza, kuna vituo vya watoto yatima kama hivi, wapo ambao wanaweza kusaidia kulea. Na wewe hata kama uko hai, ndio maana una uwezo kuwa unakuja kumwangalia mwanao, chochote kidogo ambacho unakipata unakileta, lakini mtoto wako anaendelea kulelewa. Usimtupe mtoto, kwa sababu Mungu huwa anasema karma is real. Mungu huwa anarudishaga matokeo
ingali bado ukiwa uko hai. Ndio hawa watoto wanakuja kuwa wakubwa baadaye, na damu always lazima utaitafuta tu, so ni damu yako. So stupid mtoto. Nikurudishe kwenye katiba ya nchi yetu. Nchi yetu Tanzania inasema ya kwamba tudumishe umoja na upendo. Kwa hiyo ndo ngao ya Tanzania. Sasa ili tudumishe umoja na upendo hapa Tanzania, wewe kama Mr. Modoo unatakiwa upambane kuhamasisha watu au jamii inayokuzunguka waweze kuelewa kwamba sio kila mtoto yatima ni mbaya, kwamba watoto wote, kuna ule msemo, mtoto wa mwenzako ni wa kwako. You should guide any children around there, unatakiwa umpokee kama nani? Kama wa kwako wewe. Usimpokee kwa sababu yuko kituo cha yatima, labda like chokora, hana adabu, huenda takuwa hana akili. Mfano mzuri naomba nimtolee Faima na mtoto wake yule wa kike Balkis. Tunaona anavyomtreat yeye, amekuwa ni kama ameweza kuielimisha jamii kwa vitendo. Hajaenda kusema mimi nimechukua mtu hivi, lakini the way anavyomtreat kwa amekuwa ametuelewesha jamii kwamba watoto tunatakiwa tuishi nao vipi ambao sio wa kwetu wa kuwazaa. Na wewe kama wewe ukipewa, unatakiwa sio ukipewa tu chance, unajitoaje muhanga ili kuwaelimisha watu hilo somo. As I said before and I'll repeat it, kwamba hawa ni part ya society. So if you have a chance ya kumsaidia mtoto wa age yoyote, kwa sababu wewe una good intention ya kumsaidia, it doesn't matter yeye ata active vipi mara baada ya kumsaidia, but as long as wewe una good intention ya kumsaidia, just do it, kwa sababu tunapunguza pia tatizo la tunapunguza tatizo la kuwa na watoto wengi wa mtaani. Sio, unaelewa? Sasa hivi ukizunguka Dar es Salaam hapa, kwenye kila makutano ya barabara utakuta kuna watoto wengi sana wa mtaani. Sio kama wale wamekosa places za kwenda au labda hakuna watu hapo, lakini ni ile trust tu imekuwa ndogo kwamba ukimsaidia watoto wauni sana, utamsaidia siku 2-3 amekuibia kila kitu nyumbani. Nadhani kwa sababu tayari tushambukizana hiyo negative mentality, kwa hiyo ikuta wengi tunaingia uoga wa kusaidia. As long as una good intention ya kumsaidia mtoto mtaani, msaidie. Unaweza usimsaidie moja kwa moja kwa kumchukua ukakaa naye, lakini ukatengeneza mazingira yeye kuto kufanya uhalifu. Na ndio maana tunaona kuna watu wengi maarufu na wengine hata sio maarufu, wakipita kwenye sehemu ambapo kuna watoto mtaani wanawagawia baadhi ya vitu, ili pia kutengeneza mazingira ya wao kuto kuwa na tamaa ya kuiba na kuchukua vitu vya watu. So una uwezo wa kumsaidia, mchukue. Una uwezo wa kumsaidia tu akiwa huko alipo, just do it. Lakini kwa watoto, kwa yule ambao unataka kumchukua ukamlea nyumbani, huaga na pendeleaga kusema wale watoto wadogo sana ambao labda na miezi, wana mwaka, ili pia uweze kumtengenezea tabia ambayo unahisi wewe ni salama. Kwa sababu unajua ukishachukua mtoto mkubwa sana inakuwa nguvu kumguide, tayari kashakuzwa na mtaa, kashakuzwa na tabia nyingine, ni ngumu kuendana na tabia wewe ambayo unaitaka. Lakini ukiweza kumadopt mtoto ambao ni mdogo sana, miezi, miaka, inakuwa nzuri zaidi. Na nadhani most of the people wanafanya hivyo pia, kuadopt watoto wenye miezi au miaka, at least uweze kumshape kwenye tabia ambayo unahisi ni sawa. Naomba nikurudie hapo alichokiongea. Ni vizuri kuchukua mtoto akiwa ni mdogo kuliko kuchukua mkubwa. Hapo tunazalisha changamoto, kwamba changamoto hii tunawezaje kukabiliana nayo pale unapohitaji kuwa na kijana mkubwa, ili labda umekosa mtoto, unahitaji kijana mkubwa aweze kusaidia, labda maybe una business zako, ama awe mtu ambaye yani some issues yoyote, lakini ili mradi tu unahitaji kijana mkubwa. Na the challenge inayokuja ukichukua mtu kijana mkubwa, saa nyingine akiwa kwenye foolish age, nayo inazidi kuwa ni changamoto. Ndio tunakuja kurudi pale, watoto mayatima ni watoto wabaya. Hii ni challenge ambayo ni changamoto kubwa kukabiliana nayo. I think kama you have your business au una shida na mtu, you should hire, at least uajiri. Lakini kama una intention ya kulea na kuadopt mtoto kwa ajili ya kumlea kama mtoto, nadhani intention ya kumchukua mtu kwa ajili ya kusaidia issue zako inabidi iondoke. So lazima uchague kimoja kati ya mawili. Kama unahitaji mfanyakazi kwa ajili ya kwa sababu umezungumza hivyo, most of the people wanafanya wanachukua watu kwa intention ya kuwasaidia, kumbe wanataka kwa ajili ya kurun business zao. So intention yako ndio ita guide unafanya maamuzi gani, you understand? So kama unataka mtu wa kusaidia kwenye mishimi zako, haya, ajiri.
lakini kama unataka mtu kwa ajili ya kumlea, adopt mtoto. Yeah. Okay. Asante sana Mr. Mobol. Leo ulikuwa na mimi Faiba Fahmy katika kituo cha Kuhama. Tumekuja kuona wadogo zetu, tufurahi nao, tule nao, tujue nao, watu ambie changamoto zao hapa na pale. Huenda hapa wana changamoto binafsi wanapitia, wanashindwa kupata watu wa kuongea nao. Wakibadilisha mazingira, kukutana na watu ni kubadilisha mazingira pia. Unaweza akakupenda kukwambia brother, samahani naomba nikueleze changamoto yangu, ama mimi na feel kitu fulani natamani kwenda shule. Kwa hiyo ndio fursa kubwa tunaitumia kuja kuongea nao. Kuna wengine lolote la kuongezea? Mimi nimefurahi tu, pia nimefurahi kukutana na wewe. Unaweza Oh, thank you. Yeah. Karibu.